الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما بعد. Leo hili ni juma la 5 toka tulipoingia katika mambo haya ya corona, yani juma la 5 hatuyawahi kuswali juma, na ni juma la 4 katika kusajili mazungumzo yetu ya kila Ijumaa. Hili juma la leo kwa baadhi ni juma la kwanza la Ramadhani, na kwa wengineo ni juma la mwisho la Shaaban. Na mwisho wa mazungumzo yetu tutazungumza hasa kuhusu hali ilivyo katika ulimwengu wote wa Waislamu katika Ramadhani hii, ambao ni tofauti na Ramadhani zote ambazo tumezizoea. Lakini mwanzo kabisa yeye unakusudia kukumbusha baadhi ya makosa tunayoyafanya sisi katika kutekeleza zile sheria na amri zilizowekwa na Wizara ya Afya katika kupambana na janga hili la corona viruses. Katika jumla ya mambo makubwa yanayotakikana watu wayafanye kwa khiari zao, waita homestay, yani kila mtu abakie nyumbani kwake. Hii ni ndia moja kubwa ya kuweza kudhibiti na kukata makali ya kuenea kwa virusi hivi vya corona. Pamoja kwamba watu alhamdulillah wengi wameitikia mwito huu, hasa watu wazima, wanawake wameamua kubakia majumbani kwa khiari zao bila kulazimishwa, kwa kuona umuhimu wa kubakia. Lakini la kusikitisha ni kwamba ingawa watu wamebakia majumbani, tuna mazoea yetu sisi na dasturi zetu za kwenda kutembeleana. Huku kutembeleana hufanya kule kukaa nyumbani hakuna faida tena, kwa sababu faida kukaa nyumbani ni mtu aepukane kupambana watu mbalimbali akiwa barabarani. Sasa iwapo mimi nitatoka kwangu niende kwa mwendani wangu kwa hoja ati naenda kumwangalia, naenda kumtembelea, itakuwa ile homestay, ile kuketi nyumbani hakuna tena. Manake yeye uko nyumbani lakini mimi nimemwendea kule kule nyumbani. Tunataka tufahamu kwamba si wazo zuri kufuata kwenda kutembeleana kwa wakati huu. Ikiwa ni jambo unabudi nalo, mpigie simu mwenzako, tufaidike na teknolojia iliyoko, kwamba si dharura tena kwenda kutembeleana mara kwa mara. Badali yake waweza kumpigia mtu simu, hata ukitaka kumuona ukiwa ana video, simu ya video, ukamuona mkaonana, kama mkazungumza kama ambao mko pamoja. Kwa hivyo hili ni nukta moja ambayo alikuwa napenda kusisitiza yulake, kwamba sisi tukiwa tutaendelea na mazoea ya kwenda kutembeleana majumbani, kweli kutembeleana ni jambo zuri, utiana imani na ndivyo inavyotakikana, lakini katika hali ya kawaida, si katika hali kama hizi ambazo ni hali za magonjwa hatari ya kuenea na kusambaa. Kwa hivyo napenda kusisitiza yule nukta hiyo, kwamba tupunguze ama tuate kabisa mambo ya kwenda kutembeleana. Tamkuta mtu uko kwake ameamua kukaa ndani, lakini mimi nitokako masafa marefu nende guu Mwanda guu Pili mpaka kwa ule mtu wangu ule ndio mwendea, hataki nimwendee, lakini atakosa budi kunambia rudi, hawezi, ambapo sio mafundisho ya Uislamu. Mafundisho ya Uislamu tulifundishwa, tuliwekewa taratibu kwenye Qur'ani mambo ya kwenda kutembeleana. Mwenyezi Mungu alitufundisha akasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, enyi mlioamini msiingie katika majumba ambayo sio yenu mpaka mtukue ruhusa kwa wenyewe. Yani si ruhusa mtu kwenda hata kama nyumba ndugu yako ni ya babako, maadamu wewe si mkaazi wa pale mahala, ni wajibu wako utake ruhusa kwa mwenye nyumba kwamba utaka kuingia. Hapo utakuta watu wengi wa khalifu, wengi wakenda ile hodi yao wanaoipiga
mtu hupiga hodi tayari mzee kuingia ndani. Hilo ni kosa. Ule mwenye nyumba pengine hako katika hali ya kupenda kuendewa, hasa katika wakati huu. Sasa Mwenyezi Mungu akatuambia kwamba kufanya hivyo ndio bora kwenu nyinyi, lakini mkie pia mkiambia failam tajidu fiha ahadan, iwapo mpiga hodi na hukupata jibu, hukuambiwa karibu ama pita masubiri, hukupata jibu, fala tadkhuluha, musiingie. Yani umekuta nyumba ni kimya, hata kama mlango uko wazi, lakini umeita, umegonga mlango, hukupata jibu, basi amri ya Mwenyezi Mungu ni kwamba usiingie. Kisha wa in qila lakum urji'u farji'u, na ikiwa yule mwenye nyumba ameweza kukwambia, na hili ni gumu kwetu sisi kwa mila yetu, kwa mila ya watu wengine ni sawa sawa, aweza kukwambia tu mtu, umemwendea katika wakati mwenyewe hako tayari kukaribisha mgeni, aweza kukwambia tu, bwana pole, rudi, mimi sasa yao siko katika hali ya kumpokea mgeni nyumbani kwangu. Kisisi ni uzito kumwambia mtu. Kwa hivyo pengine atakwambia kiungwana kwamba sitaki kuiliwa, utagonga mlango, utaita, hupati jawabu. Sio uendelee tu kugonga. Amri ni kwamba alistidhanu thalatha, kutaka ruhusa ama kupiga hodi ni mara 3. Fa in udhina lakum, ukipewa ruhusa ya kuingia, ingia. Wa illa, ikiwa hukuambiwa pita ama hukuitikiwa, rudi uende zako, farji'u. Hii ndio amri ya Uislamu. Yaani umekwenda nyumbani kwa mtu, kwanza lazima upige hodi. Unapopiga hodi, iwapo hukuitikiwa, basi mara ya kwanza, ya pili, ya 3 urudi. Sio usimame mlangoni uendelea kugonga tu mpaka ule mwenyewe akose budi ya kufungulie. Amri ni mara 3. Usizidishe hapo. Utakuta baadhi yetu kwa khalifu, ikiwa ni kengele utaipiga mpaka kengele itakayekuungua. Wewe umemeza tu kwenye kengele. Hii sio ustaarabu huu, na wala si mafundisho ya dini. Kwa hivyo kwa wakati tunataka sana tufuate hizi taratibu za dini katika mambo kutembeleana. Usimtembelee mtu bila ya kumwarifu mapema, na utakapokwenda ukiona kwamba hakukuitikia, hakukukaribisha, fadhali urudi uende zako, ndio inavyotakikana. Wa in qila lakum urji'u farji'u, na mtu anaweza kukuambia pengine kavu kwamba rudi bwana, mimi siko katika hali ya kukaribisha mtu wa sasa hivi, ama atajera, hatakwambia, atanyamaza, ataikukusa, hatakujibu, utakaya uelewe kwamba huyu uko lakini hakunijibu kwa sababu mwenyewe hako katika hali ya kutaka kuingilia. Hii napenda sana tubakieni majumbani kwetu. Tukiendelea na mambo kwenda kutembeleana, na wengine utembeleana kwa ikrahi, mtu atakwenda kwa mwenzake saa 9 mfano mpaka 12, yeye uketizie pale tu, uketizie tu, na jambo la muhimu. Maana ikiwa ni mtu kumjulia hali dakika 5 10 utosha, lakini imagine masaa 3 ya kupitia nyumbani kwa mtu, umemtia dhiki kiasi gani uliomwendea, toka alipokuwa ataka kuzungumza nawe mpaka amechoka, wewe uketizie. Hii ni hali ya siku zote ya kawaida, lakini katika wakati huu ambao ni wakati maalum, yatakikana sana tutilie maanani suali hili la kwenda kutembeleana. Si dharura kwa wakati huu, haitakikani tuwe na mazoea kutembeleana. Tujuane, tujuliane hali kupitia simu, itakuwa imetosha. Hii ni nukta muhimu moja. La pili ni kosa lingine tunalolifanya katika masala ya kufunga hizi zizuizui ama barkoa, maina kadhaa yapo, yani hizi wengi watakuta kwao ni kama tai ufungwa shingoni. Utamkuta mtu amevaa barkoa yake imetiririka hapa si mahala pake. Barkoa mahala pake ni kufinika uso na mdomo, yani pua na mdomo pamoja. Hii ndio kusudio lake. Ukiivaa hapa huwa haina maana yoyote kama kutovaa, na sababu yake ni kwamba kuvaa hapa hujaona umuhimu wa hiki kitu, ambapo hiki kitu kina umuhimu kubwa sana katika pande mbili. Ikiwa mimi ninazo virusi, kuvaa hii kwangu mimi ni wajibu, kwa sababu isiwe rahisi kuambukiza wenzani wangu. Ikiwa sina, kwangu mimi pia ni dharura nivae, kwa sababu kuikinga mimi mwenyewe na kuihifadhi na ule ambao nimepambana naye na yeye anazo zile virusi. Na virusi sasa zaruka zenda bali, si kama ilivyokuwa kifikiriwa kwamba zikitoka kwa mtu huanguka pale pale. Kwa hivyo hii inatakikana tukivaa tuivae kama inavyotakikana. Kitu cha kushangaza ni kwamba utakwenda mathalan benki, ukiingia mlangoni ukubaliwi kupita kama huna hii.
lazima umeepuka. Lakini ukisakutia guu moja ndani utaiteremsha wewe, na ukiangalia wenzako pia ndani wote wameteremsha. Hii ni makosa, kwa sababu lengo la kuambia usingie benki mpaka uwe na hii kwenye mdomo na pua ni kujihifadhi wewe na kuhifadhi wale walioko. Iwapo wewe utaitukulia hii ni pasipoti ya kupita mlangoni, ukisha kupita mlangoni haina kazi tena, uiteremshe ama uitie mfukoni ama ushike mkono, itakuwa sio lengo wala sio umuhimu wa kuambiwa tuvae hizi. Hizi tumeambiwa tuvae, tuko nje ya nyumba yetu wakati wote na mahala popote nje ya nyumbani kwako, ikiwa ni kwenye mkutano, ikiwa ni wapi, ivae hii. Au ukisikilia wakati wa kuzungumza sauti yako itoki, teremsha uzungumze. Lakini wakati huzungumzi ni kusikiza, yasikizao ni masikio, si midomo wala si pua. Kwa pua na midomo iendelee kufinikwa, ndiyo itakuwa tumeivaa na tumefanya kazi. Lakini namna tuvao sisi wengi wetu hatuivai kama namna itakikani wao. Tuivaa kwa ajili ya watu wengine, hatuvai kwa ajili yetu. Tuavaa kwa sababu kiwa sikuvaa sitangia benki, kiwa sikuvaa askari tanihangaisha, tanisumbua. Sio mentality hii, yataka ibadilike. Tuelewe kwamba kuvaa hizi kwa wakati huu ni dharura za kuikinga sisi na kuwakinga wengineo tusokuwa sisi. Kiwa mimi ninao ni kumkinga mwendani wangu nisimpase, na ikiwa sina ni kujikinga mimi nisipatikane. Na lingine la tatu ambalo napenda pia kusisitiza kwa yeo ni kuhusu jambo la kuosha mikono. Kuosha mikono mara nyingi tukiambiwa sisi kila siku osha mikono mara 5. Kila tukiswali osha mikono, kila tukitawadha osha mikono. Kuosha mikono kwa ajili ya kutawadha ni jambo lingine, na kuosha mikono kwa ajili ya kujikinga na corona virusi za corona ni jambo tofauti. Mikono ya kutawadha wakati ukiosha ni kudarisha maji, itakuwa imezea kutosha. Lakini kuosha mikono kwa lengo la kujitunga na virusi vya corona kuna masharti yake. Lazima uoshe mikono kwa makini, kwa uchache, kutumia muda mwingi, nukta 20 uzitumie. Uoshe upande wa mbele, upande wa nyuma, pamoja na kusugua. Hili tumelieleza na tuendelea kulieleza kwa sababu tuwaona wengi waoshao, si wengi waoshao, lakini wale waoshao baadhi utakuta hawaoshi kama namna itakana. Yeye atajihesabu amezie kuosha mikono, hakuna neno, lakini hakuosha kama inavyotakikana. Kwa hivyo haitamsaidia. Lazima mikono tuisugue vizuri, upande huu baina hizi nafasi za vidole. Angalia, ukitaka kujua kwamba hatutilii maanani ili jambo la kuosha mikono, barabarani kila hatua kadhaa utakuta mtungi wa maji na sabuni imewekwa hapo ili watu waoshe. Ukenda dukani mwanzo ambiwa waosha mikono, lakini utakuta wengi hatuoshi. Hata msikitini mwanzo tulipokuwa tukiswali siku ya Juma la kwanza tuliweka, hakuna mtu alioosha, kila mmoja alijaribu kuingia hivyo tu. Ni nini maana yake? Ni kwamba hatujaona umuhimu wa jambo. Lau kwamba kila penye mtungi wa maji kutakuwa na polisi, kazi yake ni kumwangalia mtu kwamba huyu hakuosha mikono, amrudishe aoshe, utakuta sote tutaosha. Kila mtu maadamu ameona polisi usimame pale, lazima nioshe mikono. Haitakikani namna hii, haitakikani namna hii. Tufanyeni haya mambo kwa ajili yetu sisi kwanza, kabla kwa ajili ya watu wengine. Tusifanyeni kwa kuogopa askari. Mtu asifunge maksi kwa ajili ya askari. Kiwa hakuna askari karibu, uivue. Ukiona kivuli cha askari, uivae. Haitakikani namna hiyo. Wala tusioshe mikono kwa sababu lazima nioshe, kwa hivyo nikupaka maji itatosha. Hapana, tuioshe mikono kama namna inavyotakikana na kama namna tunavyofundishwa na Wizara ya Afya, ambayo ndio wizara husika. Na lingine katika upande huu pia napenda kuhimiza na kusisitiza kuhusu masala ya kupokea habari. Siku hizi ni ulimwengu wa utandawazi, hasa social media. Mara nyingi kuna habari mbalimbali. Napenda tuwe na uangalifu katika kupokea habari. Kuna habari nyingi zinazosambazwa na watu binafsi ambazo si za kweli kuhusu hili janga la corona, kuhusu watu kisukutua kwa maji haya haikupati corona, maji ya pwani ndawa hii maneno kama hayo. Mara nyingi tusikubali kupokea habari kutoka mitandao ya kijamii. Tuhakikishe kwamba maelezo tunayotegemea
kuhusu janga hili la corona yatotoka katika mahali pa kuaminika, yani Wizara ya Afya au Shirika la Afya Ulimwenguni WHO. Hapa ndipo mahali pa sisi kupokea habari za kuaminika. Mwenyezi Mungu alituambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wale wanaojua ikiwa jambo hamulijui, hamuna uhakika nalo. Kwa hivyo wanaojua katika maswali haya ya afya ni idara husika, idara ya wahudumu wa afya, tena labda kitengo maalum, hata si wa afya wote. Na zaidi ni mahali pa kutegemewa ni Shirika la Afya Ulimwenguni WHO, ambao kila wakati wakitoa habari za karibu zaidi. Kwa hivyo hii ni nukta moja napenda kuisisitiza kwa yeo na kuhimiza yulaki. Kabla ya kwenda katika sehemu ya kumalizia, kama nilivyoahidi mwanzo, kabla ya kumaliza tutazungumza kwa urefu kuhusu hali ya Ramadhani ya mwaka huu na namna iliyo tofauti na Ramadhani tulizozoea za kila mwaka. Ramadhani ya mwaka huu, ndugu zangu, ni Ramadhani tofauti kabisa. Na hii si kwetu sisi tu hapa Amu ama Kenya tukaona tumeonewa. Ramadhani pia tumefungiwa misikiti, Ramadhani pia sisi, hili jambo la ulimwengu mzima. Takriban nusu ya walioko ulimwenguni, wamelazimika kukaa majumbani mwao. Khairi sisi huku kwetu bado mtana mtu aweza kutoka akaenda kataraza, akaenda katamba huku na kule, akazengea riziki yake. Lakini kuna watu takriban nusu ya ulimwengu wako ndani mtana usiku saa 24, yeye kutoka nje ni hatia. Yataka tushukuru kwamba serikali yetu mpaka sasa imetufikiria kiasi kikubwa kwamba kutuwekea saa 1 ya usiku mpaka saa 11 ya asubuhi. Hiyo imekuwa ni shida kwa watu wengi. Ona usiku. Je, kama ingelikuwa na mtana pia namna hiyo ingekuwa iye? Kwa hivyo nataka tushukuru, angalie jambo positive, tusiangalie negative. Na pili, hili jambo haikusudiwa sisi tu, hawakulengwa Waislamu tu. Sema tufungia misikiti, hili si jambo la Waislamu. Corona haiteui, ni kila mmoja aliona dini asiokuwa na dini yoyote impatao itamwambata, hakuna kuteua. Kwa hivyo tuliangalia hili jambo kilogic, kimantiki, tusiliangalie kwa moyo, mato ya moyo, yani emotionally haifai hapa. Emotions katika maswali kama haya haitatusaidia. Wengi wetu tuangalia hili swali kwa njia za emotions, kimihimko, haifai. Tuliangalia jambo kwa akili, kwa mato ya tumepona akili na Mwenyezi Mungu, tuzitumie. Tuangalie hili swali, tuifundishe kutoka kwa wendani wetu ambao wamepatwa na vijanga kabla yetu, hali zimezokuwa. Je, tunataka na sisi tufike pale waliopo? Tunataka hilo? Bila shaka hatutaki. Ikiwa hatutaki, ni wajibu wetu tufuate na tutekeleze amri na maelekezo ya Wizara ya Afya kama namna inavyotakikana 100%. Ndio usalama wetu. Hii tusifanyane ushindani, tuambiwa kwamba msendeni msikitini kuswali, tutakwenda kuswali kwa siri. Kwa nini? Lengo si kwamba mtu hatakiani kuswali, lengo ambalo halitakikani lipatikane msikitini ni kule watu kuweko pamoja. Hasa mkiswali msikitini, mkiswali kawandani, mtakapo kuswali madam mtakuweko pamoja, tayari mumekhalifu yale maagizo ya Wizara ya Afya. Kuswali ni faradhi, na uzuri wa Uislamu ni kwamba ukikatazwa jambo una alternative na badali yake. Kwa mfano sote tufahamu kwamba kutawadha, kuoga janaba lazima iwe ni kwa maji, lakini kuna hali mtu aruhusiwa kutumia mtanga. Mwenyezi Mungu alipotuambia mtajidu maan fatayammamu, ambapo mtanga na maji tafakini ni alternative, ni badali. Kwa hivyo na Mtume sama alituambia ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, ardhi kwangu mimi, Mungu amejalia kwangu mimi ni masjidan, yani ni msikiti. Ardhi yoyote madam ni tahara, Muislamu aweza kuswali. Si lazima swala zetu tuziswali msikitini. Ikiwa ni msikitini, ikiwa ni shambani, popote uliopo, madam pahala ni tasafi, ni tahara, waweza kuswali. Kwa hivyo ni kweli ni jambo la kuumiza kuona misikiti imefungwa hasa Ramadhani, kwa sababu kwetu Ramadhani haitimii na haiwi na ladha yake bila misikiti. Kwenye Ramadhani kuna wengi ambao hawaswali siku za kawaida, kuswali kwao Ramadhani, na kuwahi kwao ni wakati misikiti iko wazi. Sasa hakuna, imefungwa, atakuwa hawendi kuswali pale mpaka Ramadhani itatoka na kibao mwezo kuswali ni msikitini.
kuna mazoea yetu makubwa ya kufungua mwadhini magharibi. Jamii zetu ni jamii za matangamano, jamii za Afrika wote namna hiyo, ni jamii za kutangamana. Hatukuzoea kuketi mbange mbali. Kwa hivyo tumekosa hiyo mambo, kuketi zitengo, kufungua mwadhini hakuna tena. Kila mtu ni kwao. Kama watoto wasema kila mtu kwao, aso kwao naye kwetu, tumpige zinga za moto. Kwa hivyo kila mtu sasa ni kwao. Hili jambo ni zito kweli, kwangu mimi pia ni zito mno, kwa sababu tumezoea karni hatuoni ladha ya somo. Ladha ya somo ni magharibi, wakati kufungua mwadhini watu hujumuika, wakaketi pamoja, wakashirikiana, mwenye kupeka tende, mwenye kupeka sharubeti, mwenye kupeka zile wote wakala kwa pamoja. Ule undugu na usuhuba ukawa umezidi kupata nguvu. Lakini sasa mwaka huu hayo yote tutayakosa. Ni kweli, ni jambo la kusikitisha, wala hatufurahi wala hatutaki, na tuomba Mungu ajalie haya mambo yatanduke kabla Ramadhani isibalizika. Tumekosa majuma kadhaa, si kwa khiari yetu wala si kwa kutaka. Ni jambo zito kwa Muislamu kosa juma, si jambo rahisi, ni jambo zito, lakini sasa haina budi. Kuna makubwa zaidi kuliko ya juma ambayo tutayakosa. Mfano hija ni nguzo moja, nguzo 5 za Uislamu, ni faradhi kwa kila mtu awezao ende hija. Mwaka huu tumeshakutangazia kwamba hakuna hija, hakuna mambo ya umra, ambao ni Ramadhani wa watu mamilioni ya watu wamemiminika, wako Maka kwenda kufanya umra na Madina kwenda kufanya ziara. Mwaka huu hakuna. Kwa hiyo tujiliwaze, tuipumbaze. Ikiwa sisi Lamu au Kenya hatutoweza kwenda misikitini kuswali Idi, kuswali Juma, kuswali tarawih za Ramadhani, tujiliwaze kwamba kuna na wengine wengi wendani wetu, hata katika mitukufu Maka, Madina, hawapati pia, hawezi kwenda kuswali, hawezi kwenda tarawih, hawezi kwenda kutukamana magharibi, kufungua somo pamoja. Tuzifanye kize zikubali hili jambo. Ikiwa tutaona kwamba haiwezekani, lazima tufanye yao, itakuwa wenye kuumia sisi. Tutaumia kwa pande mbili. Tutaumia kwa kupata maradhi ikiwa moyo wetu unayo, na hili nataka tufahamuni. Wengi mimi wasikia saa hakuna corona, aliyowaia hakuna corona, hakuna alama ya mwenye corona mpaka ile corona imebalighi. Ikiwa bado ikalichanga ni mimba tu, haijazawa, hakuna alama. Mimi na wewe na mimi tutaona sawa, lakini pengine tuzitukuzie virusi na huko uzisambaza. Kwa hivyo tukifanya ushindani kwamba lazima tuswali msikitini, tutakuwa tuumiao ni sisi. Tutaumia kwa upande hono la kwanza, kupata maradhi. Tutaumia pengine tupambane na ziboko za askari, na watakuwa hawana makosa, manake ilani imeze kutolewa. Tumeshakuambiwa kwa kila sampuli za kuambiwa, kisa tufanye ushindani. Misikiti nyumba ya Mungu, haifai kukataza watu. Ni kweli misikiti nyumba ya Mungu, lakini kuna dhurufu, hali namna ya mambo. Tuliangalia ile jambo kama nilivyosema mbeleni, tuliangalie kwa mato ya akili, tusiliangalie kwa mato ya nyoyo. Mato ya nyoyo siku zote yako katika hali ya emotions, hatutaliona wale wanalio. Tuangalie hii hatari kubwa kiasi gani, na kuna uwezekano wa kusambaa kwa kiurahisi sampuli gani. Msikitini, kitu cha pili ambacho kupijwa watu wamekaziwa wasende msikitini, si mbali na kule kutangamana, kuswali karibu na kutangamana, kuna kule kwenye mazulia na mabisati. Lao mtu mmoja amekwenda kuswali na amekuwa na corona za virusi vya corona, katika kusujudu akashumua ama akakohoa, akasujudu kashumua, akiondoka hawatukui wale virusi wake, wamewata pale mamilioni ya virusi wametoka kwenye mdomo wake. Hakukusudia, pengine haisikamwe kama una virusi, wamebakia pale. Mimi kada kuswali tatoka nao, nenda nao nyumbani kwangu, wanangu, wajukuu wangu, mke wangu, wote tutakwenda kuwatunukia nao zawadi za mfungo hizi. Hiyo ndio kitu kitakachotukia kile msikitini. Si kwa kuwa hukatazwa tu kujumuika ukati karibu. Ukati karibu ni moya katika sababu, lakini sababu kubwa ni kwamba hizi virusi huketi tiati, zikitoka mdomoni hutua tiati, aghlabi tiati kwenye mabao, kwenye nini. Sasa tara, kama nilivyowaambia, narudia tena, lao mtu amesujudu, katika kusujudu akakohoa ama akashumua,
kamasi kamtoka ikaingia pale jambini kwenye busati ama kwenye jambi, tayari amezee kuwawata mamilions ya hizo virusi vya corona. Hizi zilotoa mno hata huwezi kuziona kwa mato. Kwenye nta sindano kuna malaki ya hizo corona za virusi vya corona. Kwa hiyo pale jambini kwenye bisati aendao kusujudu baada ya masaa kadhaa, mfano mtu ameswali dhuhuri amewawata pale, wewe ukaenda kuswali alasiri utawatunda, watakuya tele kwa tele, kisa wende nao nde huko upambana nayo umpao mkono umwatia. Lingine ambalo nilikuwa nimeghafilika, sasa nataka nilipatilize wakati nirudie, ni suali la kudara uso. Ni rahisi kumwambia mtu usiguse uso wako, ni rahisi sana, lakini si jambo rahisi mtu kutogusa uso. Na mtu kama haswadiki, nafanya experiment, amweke mtu mahala bila ya kuyua, kisa mlenge na CCTV, umwangalie katika saa moja amedara uso mara ngapi. Yaani kudara uso kwetu sisi binadamu na kwa baadhi ya hayawani ni jambo hulifanya bila ya kufahamu. Mara kadhaa mtu tagusa uso wake bila yeye mwenyewe kufahamu kwamba mimi nimedara uso. Kwa hiyo katika hizi amri tatu, kuosha mikono, kuketi mbali, kutotembeleana mathalan, na kuvaa mask, hizi zote ni pesi ukizilinganisha na amri ya kutodara uso, kutogusa uso. Hii ni mzito sana kuitekeleza, ni mzito sana. Kwa hivyo ile kusudio la kuambia usidare uso, si kwamba usidare uso saa zote. Wakati uko nje umegusana na mtu, umegusa kitu sokoni, wapi, fanya bidii, tia akilini mwako mara kwa mara kwamba mikono yangu sasa yao ina pilipili, kidara uso maato yataniwashi, tukulia yao. Ujitahidi usidare mpaka upate mahala uoshe kama nimetakavyo, uoshe iosheke kisawa sawa kama tulivyo. Baada ya kuosha hapo ikune pua, ikune mashikio, ikune nye, fanya utakalo. Lakini ikiwa umetoka nje na umedara mahala, umegusa, umepambana na mtu, basi uyue kwamba kwa wakati ule wewe usidare uso wako, iwe ni miko kwako kudara uso, usidare kabisa mpaka uhakikishe kwamba umeosha mikono yako vizuri kama namna inavyotakikana. Kisa hapo ikune, isokote, fanya nini, kila mmoja yani hili jambo la kudara uso kama hamswadiki, jaribuni, iangalie katika muda wa saa moja utadara uso wako mara ngapi, na hudara bila mwenyewe kufahamu kwamba umedara. Huwezi kufahamu kama, lakini jambo ulifanya moja kwa moja tu bila kufikiria, yani ni ada, ni jambo limekuwa ni sehemu katika habiti zetu, ni jambo ulifanya halihitaji kufikiri wala kuamua kwamba nataka kuikuna wala nataka ya wala kadha. Kwa hivyo kitu cha mwisho ambacho nitamalizia, nafikiri wakati uliopangiwa umemalizika, ni kuhusu mambo ya israf katika Ramadhani. Israf yani ni overspending, kutumia zaidi ya haja. Siku zote kwa Muislamu haifai kufanya israf. Mwenyezi Mungu alituambia wakulu washrabu wala tusrifu, kulani muunwe lakini msifanye israf. Siku zote haitakikani israf, ni ila kwa Muislamu, si tabia nzuri. Na kwa bahati mbaya wengi katika sisi wale ambao Mungu amewapa nafasi katiti kufanya israf. Utakuta mtu kabla ya magharibi amepika zakula tele ambazo akala yeye na kesho hazimalizi, lakini amezipika tele kila aina kama chano cha mzuka. Kula aina ya chakula kiko hapo, wewe mwenyewe robo yake hutokula, kisa zile zitamalizikia. Kiwa kuna vijana nsahali waweza asubuhi wakala, lakini kiwa nyumba nyinyi wawili tu, ni wewe na mkeo labda, ama ni wewe na mamako, namna hiyo, utakuta hazina pa kwenda, zitamalizikia wapi? Kwenye mapipa ya taka. Kwa hivyo lau utara umepika chakula kingi, kumbuka kwamba kuna wengine wakitamani chakula kama kile. Pika kingi kama wataka kupika kile, lakini wakusudie na wendani wako. Wakati wote ni wahitaji, na wakati wa Ramadhani haja huwa zimekuwa nyingi zaidi. Kwa hivyo kama umepika kingi, kumbuka wewe una majirani. Na uzuri wa mwi wetu huu sisi alhamdulillah hatuna mitaa kwamba hii mitaa matajiri, hatuna mitaa, hii ni mitaa ya maskini. Mitaa yetu mingi ni ya mseto. Utamkuta hapa kuna mtu hali yake haiyambo, ni stiril hali, pengine kuna mtu mwingine maskini wa chini kabisa. Na huo ndio uzuri wake, yani sote tuishi mahali tutoyuana. Kama tunanena Waarabu wa Pemba huyuana kwa ziemba.
Sisi tuayuana hapa, wewe wayua hali yako, wamuyua jirani yako hali yake. Wamuyua ni mtu hana lakini huona haya, hawezi kuya kunitahaji, hawezi kuya kuniomba, umfikirie, umpekee naye. Ni muhimu sana siku zote. Na katika Ramadhani tuwahimizwa zaidi, na hasa Ramadhani hii ambayo imepambana na korona. Mungu atatuafu inshallah. Ni nzito, watu kila mwamemewa, hakuna makazi, maboti yatizie nanga, mikokoteni haitembei, yani hakuna la kuwa lolote, mambo yote yameshangaa, imekuwa shwari kama mashua iko baharini, haina nananga, hakuna upepo, hakuna chochote. Mwenyezi Mungu atuafu inshallah, tutandulie bahi ya Rabb. Lakini mambo ni mazito kupita kiasi. Kwa hivyo tusiazidishe uzito kwa israfu na kupita. Wale wachache Mungu ambao amewaruzuku wanacho cha kuweza kupika na kuwazidi, tusifanye ni israfu. Tuwafikirieni wendani wetu ambao hawana. Kuna wengi ambao hawana na hawawezi kukuiliku kwamba mimi sina, kwa namna ambao watu hali zao na malezi waliokulia. Kwa hiyo tuwatie akilini hawa majirani zetu, na wa karibu hata wa mbali pia tuwatie akilini, tuwakumbukeni. Kila mtu ayua anavyoishi, aishi na nani jirani yake, ni mjane, ni mtu, ni nyanya na wajukuu wake. Kuna nyumba, mimi najua baadhi ya nyumba, kuna watoto wajukuu wa watoto watatu, baba mama wamekufa, wamemwatia nyanya mlolongo. Na sisi alhamdulillah ni watu, mambo ya kuzaa mpango kwetu hakuna, huizalia tu bila ya kuangalia kutakuwa yeye wala rizqu ala Allah. Kwa hiyo rizqu ala Allah, lakini taratibu zitakikana ziwekwe. Kwa kumalizia, tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtana wa juma huu, na katika juma kuna saatul ijaba, Mwenyezi Mungu atusahilishie hili lilioko liondoke, na wala lisirudi tena, litokomelewe ndio mara ya kwanza na ya mwisho kabisa inshallah ulimwengu mzima. Ikigia Eid inshallah tusalini kwa furaha na shangwe. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal-junun wal-judham wa sayyi al-asqam. Allahumma irfa' 'anna al-bala. Allahumma irfa' 'anna al-bala'a wal-waba' bi rahmatika wa lutfik. Allahumma irfa' 'anna al-bala'a wal-waba' والزلازل والمحن. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي فإنه لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. والسلام عليكم وجزاكم الله خيرا.